Bana, kwenye hii dabi ya Kariakoo kuna mambo mengi ambayo pia tunapaswa kuyazingatia, lakini ni dabi ya kipekee, dabi ya utofauti sana. Je, ni ya utofauti kivipi? Kuna mengi ambayo tulikuwa tunayasikia lakini hatujajui, lakini hii leo tunakwenda kuyajua. Ni yapi hayo? Moja kati ya taarifa ambayo pia tumeweza kuiona kutoka kwa afisa habari wa klabu ya Simba. Hii ni kauli ambayo kidogo inafikirisha kwa ukubwa ama kwa mapana yake kidogo. Jana usiku wa kuamkia hii leo, kwa upande wa Young Africans, walifanya mazoezi ya mwisho kabisa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo kwenye dimba la Amaan Complex majira ya saa 10 kamili za jioni. Sasa kwa upande wa wageni wa mchezo, nikiwa namaanisha Simba Sports Club, wao wamefanya majira ya saa 2:30 za usiku, huku wenyeji ikiwa ambao ni Young Africans wao ikiwa ni saa 10 za jioni. Sasa kwa upande wa afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally, yameweza kusema kwamba tumeukomboa mpira wa Tanzania tangu mpira wa nchi hii umeanza. Haijawahi kutokea vilabu vya Simba na Young Africans kufanya mazoezi katika uwanja husika wa mechi hii. Ni kwa sababu za utamaduni na mazoea, ila Simba Sports Club tukaamua kukomboa mpira wetu na kuachana na mazoea. Maana kwamba Ahmed Ally anamaanisha kwamba klabu ya Simba imefanya mazoezi ya mwisho, na akasema kwamba sisi tumefanya mazoezi yetu hapa Amani Complex na wapinzani wetu pia wamefanya mazoezi yao hapa Amani Complex. Wamefanya mazoezi hayo kutokana na ukombozi pia wa fikra ambao Simba Sports Club ufanya pia kutokana na fikra kariri hapo, kutokana na fikra ambao Simba Sports Club tumeufanya. Huyu ni Ahmed Ally ambaye ni afisa habari wa klabu ya Simba, maana akiwa anamaanisha kwamba kama si Simba Sports Club leo hii tusingeona vilabu hivi vili vya Kariakoo vikifanya mazoezi katika maandalizi kuelekea kwenye mchezo husika kwa pamoja, yaani kwenye uwanja mmoja wote kwa pamoja. Manake mara nyingi wamekuwa wakifanya tofauti, lakini hii leo tumeona usiku wa kuamkia hii leo tumeona kwa upande wa namna ambavyo mazoezi ya mwisho vilabu vikubwa vya Kariakoo kuelekea kwenye mchezo wao, namna ambavyo wamefanya mazoezi, ambapo kwa upande wa Young Africans wamefanya saa 10 za jioni, lakini pia Ahmed Ally akathibitisha kwamba kwa upande wao walifanya usiku, maana kwamba ratiba ilikuwa ni majira saa 2:30 za usiku. Sasa kinachosubiriwa ni kuelekea kwenye mbungi yenyewe ambapo inapigwa siku ya leo March 1 mwaka 2026 majira ya saa 2:15 za usiku. Ni nani ambaye anayekwenda kuibuka na ushindi? Kila mmoja anasubiri kuweza kuona. Ni mechi yenye hadhi kubwa sana, mechi ambayo ni kubwa kwenye ardhi ya Tanzania, lakini pia ni dabi ambayo ni kubwa kwenye ardhi ya Tanzania, dabi ambayo ni kubwa barani Afrika. Kila mmoja anasubiri kuweza kuona, je, ni Simba Sports Club ndio ambao atakwenda kuibuka na ushindi ama ni wananchi Young Africans? Na matokeo ambayo Young Africans wamekuwa wakiyapata kwa siku za karibuni mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba, hiki ndicho ambacho kinawapa jeuri kwa asilimia kubwa, wakiamini kwamba wanakwenda kushinda. Lakini pia ukitazama morali kwa upande wa wachezaji wa pande zote mbili, wachezaji wa Young Africans wao ndo wanaonekana wana morali kubwa sana. Kwa upande wa Simba morali yao inaonekana ipo chini. Kutokana na nini? Namna ambavyo wameingia kinyonge, mechi 6 wametoka kupoteza dhidi ya Young Africans. Viongozi wa Young Africans wanafanya mipango yao kuamini kwamba wanaendeleza pale ambapo walipoishia, lakini kocha ametoa warning. Kocha wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves yamewaambia wachezaji kwamba mechi hii haitakiwi kuwa ya kimazoea, mechi izoeleki. Tunapaswa kuhakikisha kwamba tunapambana mwanzo mwisho ili kuweza kupata matokeo ambayo ni sahihi. Kumbuka tunahitaji kupata alama 3
ndio jambo la msingi zaidi. Ni moja kati ya kauli ambayo amezungumza pia kocha na wachezaji wake. Lakini pia tumemsikia kwenye press hii leo kuamkia hii leo akizungumza pia, ambapo kwa siku ya jana amezungumza na kusema kwamba tumefanya maandalizi ili kushinda, na huwa tunafanya mazoezi na tunajiandaa kwa ajili ya kushinda katika kila mchezo, ikiwemo mechi hii ya dabi ya Kariakoo. Huku akisema kwamba ni mechi ambayo ni kubwa kwa sababu ni watani, lakini inakuwa ni dabi yake ya kwanza kabisa akiwa na timu ya Young Africans. Sasa anaamini kwamba atakwenda kupambana kuhakikisha kwamba wanapata matokeo sahihi. Sasa kikubwa ni vijana wake wasiweze kumwangusha, na amekuwa akizungumza na wachezaji kadha huku akiwakumbusha majukumu yao kuelekea kwenye mchezo husika, lakini pia akiwakumbusha namna ambavyo wanapaswa kujituma ili kuweza kupata matokeo kwenye hii mechi ya dabi ya Kariakoo. Bana, mimi niseme shukrani sana kwa kuendelea kufuatilia Gift Online TV. Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA, ndo la kwangu jina. Kikubwa endelea ku stay tuned.